Trigwen Media, burudani kwa wote. Na baada ya dakika 120 za mchezo kutamatika kwa matokeo ya 2-2, sasa ni mikwaju ya penalti kati ya timu ya Marakali Vurba dhidi ya timu ya R1 Sport, ikiwa ni hatua ya nusu fainali, wakiwa wanasaka wote kwatu kuitafuta fainali kwa udi na uvumba. Mchezaji wa kwanza kabisa kwenda kufungua penalti ya kwanza ni mchezaji Superdon kutoka timu ya Marakali Vurba, mzee wa left foot ambaye amevalia uzi nambari 17 mgongoni, anashikilia mali mkononi na anaangalia vizuri. Richard anamwangalia Superdon, unafanya nini? Haraka haraka haina baraka, na wanamwangalia tu. Mashabiki wana imani na Superdon. Penalti ya kwanza kabisa upande wa timu ya Vurba, tayari kipenga cha moto kinalia. Superdon anarudi nyuma, anamwangalia Richard. Superdon kamba, penalti ya kwanza imo, cheza vizuri sana, amemwamisha Richard na inakuwa ni 1-0 kwa faida ya timu ya Marakali Vurba. Lakini penalti ya kwanza anachukua mchezaji ambaye ana rekodi nzuri sana kwenye mikwaju ya penalti. Israel Method hajawahi kamwe kushindwa penalti, lakini subiri tuone ataweza kudhihirisha rekodi aliyonayo. Uzi nambari 10 upande wa timu ya R1 Sport, Israel Method. Mashabiki wanajua tayari ni goal kwa Israel Method, mmoja kati ya wachezaji wazuri sana wa penalti. Israel Method na anatumia vile vile mguu wa kushoto. Isenda kama kawaida yake anamhamisha golikipa. Huyu ana sehemu ya kupiga, huyu mmoja kati ya wachezaji wazuri sana wa penalti. Alikokuwa Michel Stash ndiko umepigwa pale pale, 1-1 sasa inasoma. Lakini pia penalti ya pili kwa timu ya Marakali Vurba ni penalti ya 3 kwenye jumla ya upigaji penalti. Ni mchezaji wa zamani wa Kuza FC, mchezaji Kenny Nikiza, huyu uzi nambari 6 mgongoni, ndiye amepewa jukumu na kocha Kilozo kwamba nenda watetee Marakali Vurba. Vijiji vyote vya Marakali vya Maskali unavyo. Kenny ana mambo mengi, anarudi nyuma tari. Kenny kamba, cheza penalti nzuri sana, hana cha kufanya mengi yeye. Richard umemponyoka mkononi, hana cha tufanye hiki tufanye kile. Penalti ya pili ya Marakali na ya 3 ya mchezo wanakiweka kambani. Aaron Sungura ndiye mchezaji wa pili upande wa timu ya Marakali na mchezaji wa 4 kwenye jumla ya upigaji penalti. Sungura Aaron ni 2-1, wakati R1 Sport wana penalti mkononi. Sungura Aaron, mchezaji anayecheza mpira wa hatari sana. Aaron Sungura anamwangalia Start. Aaron wrong way, wacha penalti. Mchezaji mkubwa huyu, mchezaji sio historia brother, mchezaji mkubwa huyu Aaron Sungura. Naona future yake ikiwa na mwanga kweli kweli, akiwa na future nzuri kweli kweli. Mchezaji wa 3 upande wa timu ya Marakali na mchezaji wa 5 kwenye jumla ya upigaji penalti ni Alexis Cosmas, ambaye amezicheza zote dakika 120 akiwa kwenye performance bora kweli kweli. Uzi nambari 5 mgongoni, Alexis Cosmas, mchezaji ambaye alitengenezwa pale pale, mbegu ya nyumbani hii. Alexis Cosmas anamwangalia vizuri Richard. Alexis kamba, what a penalty! Anaupata Richard, lakini hakunyosha mkono.
hii Manakali Braza, penalti tatu ambazo zote wamecheza zipo kwenye kiwango cha hali ya juu. Mchezaji wa tatu upande wa timu ya R1 Sport na mchezaji wa sita jumla ya upigaji penalti ni Lawi Mwemera Jackson Asensio. Huyu ndiye aliyofikisha hapa sasa timu ya R1 Sport. Goli la dakika za jioni liliwafanya R1 Sport waende kwenye extra time baada ya kuwa nyuma kwa mabao mawili sifuri dhidi ya Vurba. Lawi Mwemera Asensio anarudi nyuma tayari na golikipa Estash anamwangalia Asensio, anamwangalia vizuri Estash. Asensio wrong way. Tatu inasoma, tatu inasoma, anaenda Rashid Isaya, zinapigwa penalti za maajabu, penalti kubwa kweli kweli. Mchezaji wa 4 kwa maana kali kubwa, lakini mchezaji wa 7 kwenye jumla ya upigaji penalti uwanjani ni Rashid Isaya. Rashid uzi nambari 22 mgongoni, mchezaji anayetumia vizuri mguu wa kushoto kama beki. Beki wa kushoto huyu, beki wa kulia wa timu ya Manakali Vurba. Rashid Isaya anapumua kwanza, anamwangalia vizuri Rashid. Rashid Rongwe, what a penalty! Weka kamba kule, weka kamba 4-3. Anaenda pesa 2 koma, na huyu ni fundi wa kabumbu huyu. Penalti ya 4 upande wa timu ya R1 na ni penalti ya 8. Anaenda pesa 2 koma, uzi nambari 17 mgongoni, ni fundi wa kabumbu tayari. Kipenga kinalia, come on! What a penalty! Anamwambia Richard njoo kwanza. Huyu Coman ni mwevu kweli kweli, hana mambo mengi huyu, cheza vizuri sana Coman, anajua mpaka anakera, lakini pia anampa maelekezo Richard, anampa maelekezo Richard. Lakini penalti ya 5 na penalti ya 9 kwenye jumla ya upigaji penalti kwa timu ya Manakali ni uzi nambari 2 mgongoni, Ndume Bichuka Everest. Penalti 8 zote tayari zinazama ndani, lakini Bichuka Ndume Everest anarudi nyuma, anaficha mguu, ana relax. Ndume kama Ronaldo anasema wow, game zile, what a penalty. Na penalti ya mwisho, penalti ya 5 kwa timu ya R1 Sport ni mchezaji William Alexander. William Alexander, uzi nambari 7 mgongoni. Estash Michel anamwangalia vizuri William, anarudi nyuma. William anashindwa penalti. Manakali Vurba, road to the final. Road to the final.
moja final, moja kwa moja final, penalty 5-4. Arawane wanalia, pole wanalia. Alexander William anaangusha timu ya Arawani Sports. Michel Eustache wanarudi kwenye game final tarehe 26 uwanja wa Bunagana, zone ya 14. Mimi ni Captain El Milagroso na hii ni Gwen Media. Like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata update zetu. Bye. Gwen Media, burudani kwa wote.